singempenda, singesomesha hawa watoto. Singesomesha watoto. Nilisomesha watoto maana nampenda. Na nitazidi kumpenda hata miaka 1000 inakuja. Na kupenda Betty Bayo si kumaanisha nachukua nafasi ya mume wake. Niko pale kwa ajili ya hawa watoto. Na siwezi toka hapo, hata wakati wa mazishi nitakuwa hapo kwa ajili ya hawa watoto. Hata kutokee nini nitakuwa hapo. Hata Tasha niite aniambie kuja, nitaenda, maana alikuwa mume wa Betty Bayo. Je, wewe uliweza kujua ugonjwa wa Betty Bayo kabla ajaga? Mimi hiyo kitu inanikasirisha. Ningependa kusema wale walikuwa karibu na yeye, hata wao walikuwa na makosa. Kwa sababu ugonjwa wa kansa sio ugonjwa ambao utagonjeka siku moja. Ugonjwa wa kansa ni ugonjwa ambao unakaa kwa mtu kwa muda mrefu. Kwa hivyo kuna maanisha kwamba kuna negligence, ama kuna kutokuwa serious, ama kuna watu wamezembea. Maana mimi ati mtu amejulikana kuna kansa anakufa after 2 weeks. Kuna kasoro hapo. Kuna kasoro hapo, maana huyu mtu angekuwa, Betty Bayo si mtu wa mtu mmoja. Betty Bayo is a national figure, ni mtu mkubwa. Kwa hivyo tungekuwa na wiki mbili hiyo tunaambiwa kwamba huyu ni mtu ambaye alikuwa amekaa na hiyo kansa karibu na yeye, wangefaa kuangalia mood, wakiona kasoro ya mtu wampeleke for a check up, hata kama ni nje ya nchi, hata kama ni kuchanga tuchange, na lakini hatuwezi kosoa kazi kwa sasa. Mmeongea maybe na Tash venye utachukua mtoto ama vile nitachukua, hatujaongea na Tash, sitaki kumharakisha. Saa hii Tash ana more. I don't want to hurry Tash kuhusu watoto, kuchukua watoto, kwa sababu sasa unaona mama yao hayuko na mimi tu ndio sisemi ya kwamba hakuna mtu mwingine anazalea watoto, kila mtu anazalea watoto, lakini ningekuwa mzuri nikae pamoja na watoto ndio niweze kuendelesha chenye ambacho mama yao aliwacha. Ningangane. Sasa kuna watu wengi sana wanangoja kuona watoto wakiteseka. Nimesikia mpaka watu wakianza kusema kwamba watakaa na watoto wangu, wengine sijui watawafanyia nini. Ni kama mimi pia nimefariki. Nimeshangaa sana hiyo kitu jameni. Maisha haikui hivyo. Mimi ndio baba ya hawa watoto na sijakosa uwezo wa kujitafutia. Nitatafuta tu na nita make sure watoto hao watakuwa hali nzuri hata kuliko ile hali ambayo walikuwa wakati mama yao walikuwa hai. I will fight. Mimi najua kupigana, nitapigana. Wataishi maisha nzuri kuliko ile waliishi hapo mbele. Kwa sasa sijaongea na Tash. Tash tuliongea na yeye tukua KU mochari. Pengine yako busy, na unajua saa hii yako na pressure, hata mimi niko na pressure. Hatulali, tunafanya kazi usiku na mchana. So siwezi kumlaumu Tash kwa sasa. For that. Sawa. Unaweza finalize? Yeah. Pia maybe kama wamepanga mambo ya mazishi ni lini? Mazishi imepangwa on Thursday. Thursday kutakuwa na mazishi Kiambu. Atazikwa Kiambu kwa shamba lake. Atazikwa Kiambu. Sote tutakuwa Kiambu pamoja na familia yake yote, tutakuwa huko tukizindikisha mwili wa mtu ambaye anaitwa Beatrice Mbugua ama Betty Bayo. Ni Kiambu pale gani? Ni Kiambu. Sijajua specific ni wapi, lakini ni Kiambu. Hapo ndiye atazikwa, sio vile Ngarui alisema. Tuacha kuwa tunaongea vitu mapema. Hata mimi nimenyamaza, sijaongea hizi vitu. Maana kuna committee imechaguliwa. Hiyo committee haiko pande yangu, haiko pande ya mtu yoyote, ni committee. Tunaheshimu hiyo committee. Vile inasema tufanye, ni hivyo. Juzi nilikuwa na swali nilikuwa nataka kuuliza committee, wakaniambia ngoja. Na nikangoja. Maana ama chua person, mimi nina uchungu. Mimi nikwambia jana sijalala. Nimeota na Betty Bayo more than 3 times. Nimeota 3 times. Nalala naota. Nalala nasikia naota nikiuliza mtoto wangu. Mtoto wangu akiniuliza mama ako wapi? Nimelala nikisumbuka mawazo. Sasa sina time. Hata naona ni kama hajakufa. Nikimuona hapa kwa picha, mimi naona kama ni kama ako hai. Still up. Sky hata sahau mama yake. Dani hata sahau mama yake. Please, wananchi, tuombeeni mema. Supportini familia. Betty Bayo ako na mama yake. Na mama yake ni mzee. Ombeeni mama yake. Huyo ndio mtoto ambaye mama yake alikuwa anategemea sana.
Ombeeni mama yake. Watoto hao wamewachwa, waombewe. Maana mimi ndio nimebaki kuwa biological father wao. Mimi ndio nimewazaa. Na tuko na baba ambaye pia ni baba mlezi, ambaye amekuwa pamoja na wao. Ombea huyo mzee ambaye anaitwa Tasha. Pray for that man. Roho yake sio strong. Mimi nimeshikwa na scandal ya 310. Ninajua how painful it is wakati mtu anaendelea kupigwa. Let's pray. Na wale wanaenda huko waendelee kwenda. Wale wanakuja kwetu kusherehekea maisha ya Betibayo waendelee kuja. Hata Kisumu, hata Eldoret, hata Kakamega, everywhere. Kwa sasa sina mengi ya kuongea. God bless you so much. Mungu awabariki. Awapenda na upendo wa Mungu.